Nafasi ya mwanamke katika jamii, kwa kweli kwa sasa, kwa karne ya sasa, mwanamke ana nafasi kubwa sana katika jamii ukilinganisha na kipindi cha nyuma. Nadhani ndio maana pia tunaadhimisha hii siku ya mwanamke, kwa sababu palikuwa na ukatili na palikuwa mwanamke alikuwa ameachwa nyuma sana, kiasi kwamba sasa ikaanzishwa hii siku ya mwanamke kwa ajili ya kama namna ya kumkomboa mwanamke. Lakini tunaona kutokana na kauli mbiu mbalimbali kila mwaka, kutokana na haya maadhimisho, tumeweza kufikia hatua nzuri sana, kiasi kwamba sasa tunaona kiongozi, yani mwanamke anaweza kuwa kiongozi, mwanamke anaruhusiwa kuwa katika nafasi mbalimbali, mwanamke anaruhusiwa kumiliki mali. Kama tunaona mifano ipo hai kwenye jamii yetu. Kama mfano hai tu tukiona rais wa sasa ni rais mwanamke. Sasa haikuwa rais kwa kipindi cha nyuma, haikuwa rais kabisa kwamba mwanamke anaweza kushika nyadhifa za juu kiasi hicho. Labda angeweza kushika nyadhifa za chini, lakini za juu kiasi hicho asingeweza kuaminiwa. Kwa hiyo naona hatua ni kubwa sana ya mwanamke katika jamii kuwa sehemu ya uchochezi wa maendeleo. Na sasa tunaona kabisa hata sheria mbalimbali zinaruhusu kabisa mwanamke kuweza kushika nyadhifa mbalimbali, lakini sheria mbalimbali pia zimerekebishwa na tunaona kabisa mwanamke anaruhusiwa kufanya mambo mbalimbali ambayo yanaweza kumuingizia kipato, tofauti na nyuma kwamba yeye ni mtu wa kukaa nyumbani na kumtegemea baba. Na ndio maana pia palikuwa na unyanyasaji kwamba mwanamke sasa hana kipato, hawezi kutoka, hawezi kuwa na wengine, kupata mawazo mapya sehemu tofauti. Kwa hiyo ilikuwa ni mbaya sana, lakini kwa sasa kwa kweli tupo sehemu nzuri. Kwa kweli mila na desturi kama tunavyojua pia kuna mila na desturi mbaya na nzuri pia, lakini mbaya ni nyingi, ambapo tulikuwa tunaona kwamba mwanamke yani yeye ni mtu wa kukaa nyumbani tu, hatakiwi kwanza hata kutoka au kuzungumza, haruhusiwi, kwamba yeye ni mtu kwanza wa kuamrishwa. Tunaona kwamba kuna mila nyingine kwamba mwanamke yeye anaonekana ni mtu kwanza hata hawezi kutoa mada, hawezi kushauri kitu, kwa sababu kwanza kama hawezi kuingiza pesa, basi hawezi kushauri kitu cha kimaendeleo, kwamba yeye anasubiri tu mwanaume afanye. Au tunaona sasa kwamba mwanamke yeye anaamriwa, kwamba hata mila zile ambazo zinasema kwamba mwanamke labda amefiwa alafu anarithiwa. Sasa ile yani ni kwanza ni ukatili ule. Mimi narithiwaje na mtu ambaye simpendi na ambaye sijamchagua? Na sasa yule mtu ambaye amenirithi inawezekana sasa kabisa akaona kwamba mimi pengine nikitega uchumi kwake, kwa labda kwa hali fulani ndio naye. Kwa hiyo kwa kweli mila na desturi zinarudisha nyuma kiasi fulani. Hata sasa naamini serikali pamoja na wadau wengine wa maendeleo wametumia nguvu sana hadi hapa kufikia. Hata hapa tunapoadhimisha siku ya wanawake, mwingine anakuambia wanawake nini? Yaani bado wengine wanachukulia hivyo, lakini sasa hawawezi tu hawana namna ya kufanya, kwa sababu sheria tayari inaruhusu mwanamke kuwa katika nafasi mbalimbali na jamii sasa hivi ina uelewa mkubwa. Kwa hiyo niseme kwamba hata ukatili kwa kweli umepungua kwa kiasi kikubwa, isipokuwa tu kwamba inawezekana bado upo ukatili kwa namna tofauti fulani, lakini mwanamke pia ameshajitambua. Kwa hiyo ndio maana tunaona kabisa wanawake sasa hivi wanaweza kufanya biashara, anaenda nchi za nje, analisha familia, kwa sababu hata tukichukulia tu kwenye hali ya kawaida, labda kwamba mwanamke kutokumiliki mali, kwamba sasa sisi ni wanadamu na mwanaume anaweza akaugua, mwanaume anaweza akafariki, anaweza akapata changamoto fulani, lakini sasa mwanamke kama mila ya desturi namwambia kwamba wewe kaa tu nyumbani usifanye chochote. Sasa mwanaume huyu ameugua, amepata changamoto, nani atalisha familia? Basi huyu mwanamke anaweza kuanza kujiuza au anaweza kwenda kufanya kitu kingine chochote ili apate hela, ili aweze kulisha ile familia. Lakini kama mwanamke sasa, kama mila na desturi zinamruhusu mwanamke kuweza kumiliki mali, kuweza kushika nyadhifa mbalimbali, akishika nyadhifa mbalimbali anaweza kupata mshahara, akaweza kusaidia mambo ya maendeleo. Tunachukulia dhana hii ya 50 kwa 50 vibaya, kwamba hiyo inamfanya mwanamke kuwa juu ya mwanaume pengine, na pengine kufanya kwamba mwanamke ajione kwamba amfanyie ukatili mwanaume, lakini hiyo si kweli kabisa. Naamini kwa sasa wanawake tunajitambua na tunatamani kuweza kuchangia katika maendeleo ya familia, lakini maendeleo ya jamii, maendeleo ya taifa kwa ujumla. Sasa hiyo dhana nadhani tuichukulie positively, tuichukulie kwa uzuri, kwa sababu tusipomwezesha mwanamke kwa dhana hiyo kwamba 50 kwa 50 ni mbaya,
basi hata maendeleo haya ambayo tunasema 2050 tuwe tumefikia maendeleo kadhaa ya kiuchumi, mambo ya afya, hatutafikia, kwa sababu mwanamke akiachwa nyuma, hasipokuwa na haki hiyo ya kufanya hivyo, kwamba ya kuweza kufanya mambo ya maendeleo, ya kuweza kushika nyadhifa mbalimbali, basi hatutaweza kufika huko ambapo tunatarajia kufika. Kwa kweli mwanamke kwa sasa, kutokana na mafundisho mbalimbali ambayo tunayapata, kutokana na hii mfano hii siku ya mwanamke duniani inatumika kwa sasa yani panakuwa na mafundisho mbalimbali ya ujasiriamali, mambo mengi ya mambo ya familia na nini. Sasa katika haya yote yameweza kumkwamua mwanamke, kwa sababu tunapopewa elimu tunaelewa kumbe nilikuwa nawaza hivi, kumbe sivyo, ni hivi, ni tofauti. Japo ile pia ya nyuma bado inatuathiri kwa namna fulani, kwa sababu kama tuna nafasi sawa na wanaume, tuna haki sawa na wanaume kugombea nafasi mbalimbali. Ndio maana tunamwona mama yetu ni rais, Mama Samia. Tuna nafasi sawa kwa sasa. Nadhani wanaume wengi wamekuwa waelewa, wanaturuhusu kufanya biashara. Lakini mwanamke bado tu ana ile nikienda kufanya biashara, nani atapika? Nani atafanyaje? Hivi na hivi, nikidenda dada wa kazi, ataanza kuwa labda na mume wangu, ataanza kufanya hivi na hivi. Nadhani inabidi tutoke huko, Inabidi, kwa sababu nikikaa tu nyumbani bila kujishughulisha, ndio nitasababisha mambo mengine ambayo sio. Nitakuwa na makundi mabaya, nitapata muda ni kuchati ambapo naweza nikajikuta hata ile majukumu ambayo nilidhani nikikaa nyumbani nitayafanya, hata sitayafanya. Naweza nikawa mambo ya umbea au hata kujiuza wakati mwingine, kwa sababu sasa kuna muda nitakuwa na mahitaji yangu fulani ambayo nitashindwa kumuomba mwanaume. Sasa na panakuwa labda na mambo ya uchaguzi. Mwingine anaweza kuona hayo mambo ni ya wanaume tu. Mimi kwanza, afu tunadhana kwamba wanawake wenzangu hawatanichagua. Lakini kumbe tumeshatoka huko. Mbona tumemchagua Mama Samia? Mbona tumechagua wabunge wengi tu wanawake, tumewachagua. Kwa hiyo tutoke kwenye ile dhana kwamba wanawake wenzangu hawatanichagua, wanaume hawatanikubali. Tutoke kabisa huko. Yaani tuone kabisa hata kama kuna kitu kilituathiri kutokana na mafundisho ambayo tunayapata. Nadhani inabidi tutoke huko, tutoke kiakili, kimwili, yani kivyote kabisa. Ndipo tunaweza tukafanikiwa. Nadhani hilo wanawake tuna elimu ya kutosha kwa sasa. Ndio maana pia tunaweza kukimbilia fursa mbalimbali zilizopo. Kuna mikopo inatoka na tunaikimbilia, na imetusaidia sana. Na hata na nyadhifa mbalimbali za uongozi, hata mambo ya biashara nini tunafanya. Kwa kweli naona kuna uelewa mkubwa kwa sasa, lakini nadhani niombe tu serikali na wadau wa maendeleo wote na wadau wote wanaohusika na mambo ya wanawake, nadhani waendelee kukaza kamba katika hili. Nadhani tutatoka na tutafika mahali pazuri zaidi. Nadhani itafika sehemu sasa watasema tufanye na siku ya wanaume, japo tunajua kabisa tutakapofika mahali pazuri, basi maendeleo yale ambayo kwenye dira ya 2050 yataweza kufikiwa kikamilifu.